magnificent music. Johnny Petano. Kamanda Kofi bana, niliwahi kukusikia wimbo unaupenda sana huu. Wimbo wa Kofi, Selfie. Ni kweli? Enzi zake. Sasa hivi kali zilipendwa. Sasa hivi zilipendwa. Sasa hizi kidogo umepitwa. Lakini ulikuwa unapenda sana. Sana. Nini kilikuvutia huko? Kwa sababu mimi pia ni hasa katika enzi zangu za ujana. Nilikuwa napenda sana rumba hizi. Kwa hiyo ulikuwa unacheza ama ulikuwa unaimba? Kucheza. Hata sasa naweza. Kamanda Kofi unaweza kucheza hivyo wewe? Ukiwa nyumbani ama ukitoka unakuwa unafanya hivyo. Siku hizi naweza nikacheza tu wakati wa sherehe kama harusi hivi. Unaenda mbele pale unaonyesha vitu. Unaweza kwenda mbele kwa ukacheza pale. Sio mara moja, ni mara nyingi. Kawaida. Sema studio zetu hizi si rafiki sana. Ungetuonyesha mambo hapa kidogo. Tuone. Hali kama vile Kofi tu, vile. Tofauti ni ndogo. Kipafaa. Instaarabu. Ni muda sasa tangu tulipopata taarifa za kustaafu kwako na tangu umestaafu. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 17. Ni bado kama siku 13 hiyo miaka miwili kamili. Kwa sababu nilistaafu tarehe 31. Tarehe 31. Mwezi wa 12 2015. Kwa hiyo nina miaka miwili sasa tangu kustaafu. Ukiwa unamhamasisha kijana yule ambaye ana ndoto za kuwa askari polisi, wewe ilikuwa ni ndoto yako ama uliambiwa ufanye kozi hiyo ama uingie kwenye fani hiyo? Mimi kwanza kabisa nilianza kazi pale makao makuu ya jeshi la polisi. Pale tuseme wizara ya mambo ya ndani. Posting yangu ya kwanza baada ya kumaliza shule ilikuwa ni mhasibu. Ulikuwa ni mhasibu? Kwa hiyo nikawa nafanya kazi ya uhasibu pale makao makuu ya jeshi la polisi, Home Affairs. Agana haukuwa polisi ama ulikuwa polisi? Nilikuwa raia tu. Ulikuwa raia tu. Baada ya kumaliza shule. Lakini baadaye ndio nikahamishwa kwenda Mwanza kama karani pia wa fedha. Na nikawa mhasibu wa RPC wa Mwanza. Nakumbuka yule mzee alikuwa anaitwa Mzee Makene. Alikuwa RPC anatisha kweli kweli. Alikuwa ni mkali. Sana. Mimi nilikuwa kijana mdogo sana wakati huo. Baadaye kwa haraka ndo nikajiunga na jeshi la polisi nikashawishika sasa kujiunga na jeshi la polisi. Kwa sababu ulikuwa mhasibu, ulikuwa unatetea saini pale polisi wakati nilikuwa nimejua mbinu zote za uaskari na nini. Alafu na mimi nilikuwa ni mchezaji mpira football. Ni goalkeeper. Bado tunajua tunazungumzia michezo na tunazungumza na muziki, bahati nzuri kwenye kipindi chetu. Kwa hiyo unasema wewe unaweza kucheza. Lakini vile wewe ni footballer. Kwa maana kwamba nilipofika pale walipojua kama mimi ni mchezaji mpira pale kambi ya polisi pale Mabatini Mwanza. Nikawa na mchezaji mmoja ambaye sasa hivi ni marehemu Rashid Saif. Tulikuwa nakaa nyumba moja. Unaona Rashid Saif. Basi na mimi akani influence mambo ya mpira sasa, kwamba mimi nilikuwa mchezaji lakini kwa asubuhi tunatoka mazoezi wote tunacheza na tunakaa nyumba moja. Basi nikaingia zaidi katika michezo. Na kwa nikawa nacheza timu ya polisi ya Mwanza. Mimi nikiwa raia, wenzangu wakiwa askari. Mimi nilikuwa namba 1 na wewe ulikuwa ni goalkeeper. Kipa namba 5. Namba 5 nilikuwa Mahita wakati wa inspector. Mlicheza timu moja? Nilikuwa ndio center half. Na wengine wakiwa kina Mkero, kina nani, wachezaji mbalimbali. Tulikuwa na timu yetu forward anaitwa Twist nani. Kwa hiyo wakao ni askari. Kwa hiyo ikawa ni rahisi mimi kushawishika kuwa polisi. Kwa hiyo kanishawishi na mwaka 74 nikaingia jeshi la polisi na nikaenda mafunzo Moshi kule mwaka 75. 1975. Mwaka 1975 sasa. Wewe hadi ulikuwa bado. Hamna kitu. Hata upepo hamna. 75. Kwa nini sasa ukucheza uko leo hii tuzungumzie kama wewe ni mchezaji pia, bado tunazungumzia
mstaafu afisa wa jeshi polisi. Mimi ningekuwa mchezaji wa mpira mkubwa sana, lakini ni sikupendelea kuendelea katika football kama mchezaji. Nilipendelea nifanye kazi zaidi. Nilikuwa na mchezaji anaitwa Elisha John, ndio tulikuwa wote wakati huo anacheza, baadaye akaja kaingia Yanga. Ndio wote nilianza mimi katika timu ya Polisi Tanzania, alafu Elisha John akaja, lakini tulipomaliza depo mimi nikaenda Tanga, nikawa naendelea kucheza timu ya Polisi ya Tanga. Lakini ningebaki pale Moshi, maana yake nilikuwa mchezaji wa timu ya Polisi. Mimi sikupendelea sana. Nilikuwa nataka sana nipate vyeo kidogo, niende juu kidogo tu. Sasa hivi ukikaa nyumbani unafanya nini baada ya kustaafu? Tunachanganya kidogo, tutakwenda na kurudi nyumbani. Sasa hivi unafanya nini? Sasa hivi nina taasisi ya kwangu inaitwa SUKOS. Umeona ulinipa hii Suleiman Kova Disaster Management Foundation. Yaani ninashughulika na mambo ya majanga na maafa. Na kama unavyojua ni kwamba huo uzoefu niliupata wakati nikiwa hapa Dar es Salaam, wakati wa mafuriko, mabomu na majanga mbalimbali ambayo yalijitokeza hapa na maafa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nilifikiria kwamba nikisha staafu nisikae bure. Nikafikiri kwamba niwe natoka najishughulisha na mambo ya yaani mwili bado una nguvu na asubuhi mimi nafanya mazoezi. na ninayo gym yangu pale nyumbani. Una gym kabisa? Unafanya mazoezi asubuhi kabla sianywa chai, lazima nifanye mazoezi. Uweka mwili sawa, alafu naoga ndio napenda mazoezi. Kwani wewe kama ndio ni mtu wapi na ulisoma wapi wewe? Mimi ni mtu wa Kondoa, mkoa wa Dodoma. Na makao makuu ya nchi sasa hivi tunazungumzia. Sasa wilaya nilizaliwa wilaya Kondoa, karibu pale mjini Kondoa. Kama kuna kitongoji kinaitwa Chai karibu sana pale. Kwa hiyo ni Mrangi wewe? Mimi Mrangi kabisa. Pure. Warangi si open. Bwana kama hata mimi angalia. Lakini wale wako mashombe sana. Mimi ni brown. Mama alikuwa mweupe sana, afu baba akawa mweusi sana. Sasa ni mchanganyiko ndio ukatoka brown hiyo. Nilisomea kule Kondoa, lakini baada ya mwaka mwaka 65 mwaka 65 nikaja Dar es Salaam, nikawa nasoma shule inaitwa Ilala Boma, shule maarufu sana. Baada ya pale nilipofaulu Ilala Boma kwenda sekondari, ilikuwa kazi siku hiyo kufaulu. Tunasikia ilikuwa ni ngumu, shule zilikuwa 4 tu hapa Dar es Salaam ya sekondari. Kwa hiyo ulikuwa kwenda shule kuingia kufaulu kwa bana, nataka uwe na akili nyingi sana. Kwa hiyo nikaenda Tanzania, na Tanzania ndio ilikuwa namba 1, ndio shule ya watu wenye brain nyingi zaidi. Sasa kipindi hiko, sasa hivi Tanzania inafanya vibaya, ifanye vizuri sana. Ndio tunajipanga sasa. Kwa nyinyi ambao mmepitia pale inabidi muokoe, na wewe pia ni disaster ile. Kabisa ni kweli. Kwa hiyo baada ya hapo ndio nikaenda sasa kufanya kazi, na baadaye ndio nikaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo Dar es Salaam mimi ni mwenyeji sana. Maisha yangu mengi nimekaa Dar es Salaam. Mwaka 1965 nilikuwa mwaka 67 ndo nikaingia Tanzania. Vichochoro vyote unavijua. Nilikuwa na baiskeli ile ya mchuchumiwa hiyo, unaifahamu? Ile ya sports. Ile ndio baiskeli yangu. Kituo chako cha kwanza mara kwanza kupangiwa kazi kilikuwa ni kituo gani? Unakumbuka? Cha polisi kitu gani? Ama ulikuwa ni Tanga chumba gani? Tanga chumba gani? Unatembea sasa hivi mara kwa mara? Mimi naenda Tanga mara nyingi sana. Miaka zaidi ya 40 kwenye jeshi la polisi. Unasikia ulikuwepo miaka zaidi ya 40. Nini una miss kwenye jeshi la polisi? Nacho miss ni ile ratiba ya kila siku ambayo nilikuwa nimeizoea, ya kwamba asubuhi sana unaamka, unaingia ofisini na unawahi kazini. Nina miss simu ambazo zilikuwa nyingi sana kwangu, watu mbalimbali wakitaka niwasaidie au kuwapa ushauri. Na marafiki wengi nilikuwa nao wanahusiana na mambo ya kazi, lakini sasa wengi hawanipigii kwa sababu wanajua kabisa kwamba yani sihusiki, na pia wanaona kama watanisumbua. Kwa hiyo wachache tunawasiliana nao. Kwa hiyo hicho ndio ninachokimiss.
na mimi nimezoea kuwa busy sana kawaida, yani nilikuwa busy sana. Ni mtu ambaye yani nilikuwa nafanya kazi masaa mengi sana. Inawezekana wakati mwingine kwa saa 18 nikiwa kazini, niko katika kazi. Sio lazima niwe ofisini, lakini niko katika break ya kazi. Na mpaka nyumbani kwangu pia kulikuwa na chumba kama hiki ambacho kulikuwa na vitu vyote mle ndani. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi wakati mwingine mpaka saa 8 usiku. Ndio ilikuwa kawaida yangu. Na wakati mwingine wale wengine walikuwa wanashangaa. Wanafikiri kwamba ni robot, kwa sababu kila ukipiga unanikuta. Kila ukipiga na jibu wote unapokea. Pokea. Unasemaje wapi? Unasemaje? Kuna kitu gani? Lakini nilikuwa napiga mpaka saa 6, mpaka saa 7, mpaka saa 8. Wengi hawafiki kustaafu. Lakini wewe umefanikiwa. Nini siri ya mafanikio ya siri ya kwanza ya kufanya kazi? Uwe polisi, uwe jeshi la wananchi, uwe mtangazaji kama wewe. Kwanza ipende sana kazi yako. Amua, alafu ipende sana kazi yako. Hiyo ni muhimu sana. Na mimi nilikuwa napenda kweli hiyo kazi ya polisi kupindukia. Kwa sababu hata siku ya kwanza nilipokuwa pale Chubageni nilikuwa counter, yani pale reception pale. OB. Sasa kuna mtu mmoja aliibiwa. Sasa mimi sikujua vizuri hiyo kazi ya polisi kwa sababu nilikuwa mgeni. Kwa hiyo bwana aliporipoti kama ameibiwa, nilimwambia nenda kakague tukio, sikurudi mpaka nikapata hivyo vitu. Yaani nilifikiri kwamba mtu akiibiwa lazima vipate. Mimi sikurudi masaa 24 mpaka nikavipata vile vitu. Ndio alikuwa ameibiwa, si radio manini wakati ule, vitu vya zamani vile, mpaka nikavipata nikaja nao pale. Sasa kufika pale naona bosi wangu amekasirika. Kama kwa nini ukurudi la wewe si tukafika labda umetekwa nyara, unaona? Na wakati ule hamna simu za mkononi. Mimi nikamwambia bosi, ndio mafanikio haya. Anasema yani wewe kiripoti kama ukienda kuchukua unarudi, kuna kitengo kingine wanapeleza. Sasa kwa hiyo wewe unafikia tu sehemu fulani kwamba nimeenda nimekuta mazingira haya, alafu unarudi faili linapelekwa kwa wapelelezi wadogo, wanaenda wanapeleza. Sasa mimi sikujua, mimi nilijua mtu akiibiwa lazima nipate mali. Kwa hiyo lakini kitendo hicho kikanisaidia nikaingia katika idara ya upelelezi haraka sana. Chini ya miezi 3. Wakasema huyu anafaa huyu. Kwa sababu waliniuliza jinsi nilivyopata hivyo vitu. Kwa hiyo nikaingizwa haraka sana idara ya upelelezi. Kwa hiyo nikaingia, nikachukua mafunzo, basi nikaingia. Kwa sababu jamaa mpelelezi anaweza. Basi. Kwa hiyo sasa hivi kamanda unatumbua tu hela za kustaafu. Hivi umepata kama shilingi ngapi hivi? Sasa unajua hiyo ni siri. Unajua hata wewe nikikuuliza shilingi ngapi hapo utasema. Hapo nikikuuliza wewe unapata shilingi ngapi? Basi jibu kwanza wewe, alafu mimi nitajibu. Anza wewe. Nisi ndio niwahi kukuuliza. Kwa sababu ni hela ya kutosha kuishi kwa mwezi mmoja kwa kila ninapopata pension. Inatosha. Lakini nataka kusema tu ni kwamba kwa muda wote ambao nimetumikia jeshi la polisi nimepata uzoefu mkubwa sana. Na kwa taarifa yako tumeanzisha baada ya kutoka pia nimekuta kuna taasisi nyingine ya wastaafu wa jeshi la polisi inaitwa Tapoa. Wastaafu wa jeshi la polisi. Wanachama chao ambacho kinaitwa Tapoa. Na ambapo ni Tanzania nzima. Tumejipanga katika namna ambayo pia tunakuwa na utaratibu mbalimbali wa kudai haki zetu, wa kusaidia jeshi la polisi. Unajua mkishastaafu mnakuwa ni jeshi la akiba. Mnakuwa ni washauri na mambo mengine. Kwa hiyo naweza mkarudi kwenye kusaidia ikitokea dharura. Mzee tunaenda tu. Wala hilo tatizo. Sasa bahati nzuri jana mimi ndio nimeteuliwa kuwa mwenyekiti wa Tapoa. Jana kwenye taasisi katika uchaguzi katika uchaguzi wenzetu wamemaliza miaka 5. Mimi jana ndio nimeteuliwa kwa mwenyekiti. Hongera sana. Asante sana. Kustaafu wakoni, labda kama utakuwa labda umechoka hivi kidogo, mambo mengi. Tunaliona hapa ndivyo nimechoka mimi. Mimi huwa nawaambia watu wengine kuna rais kama yule juzi nani Mugabe alikuwa na miaka 93. Alikuwa bado yuko ofisini. Tuna Trump, rais wa Marekani. Miaka 70 yeye ndo amegombea urais. Sasa hivi ana 71 na kuendelea. Uzee ni mentality yako, vile unavyojihisi. Unasikia hata wewe hapo ukienda kijijini, Khalid unaweza kaanza kuamkiwa kama mwenyekiti kaanza kuita ni mzee. Kwa hiyo uzee ni mentality. Kinachotakiwa pale ni kwamba uwe na dhamira, ujitunze kiafya,
upumzike, upate ratiba nzuri ya maisha yako, mazoezi na nini, you proceed mpaka Mungu atakapokuchukua. Watu wakikuita Kamanda Cover yani hakuna tatizo. Wananiita tu kwa mitaani, wala hana tatizo. Hana problem. Sawa, tuko na Kamanda Cover ambaye ni kamishna wa polisi. Yeye ni mstaafu kwa sasa. Mimi maisha yangu ya kazini na ya nyumbani tangu zamani yalikuwa tofauti. Nyumbani always niko very social. Niko yani ni mtu ambaye wa kushirikiana na watu wote. Kazini nilikuwa mtu hatari sana kwa maana ya wahalifu. Lakini kwa watu wazuri pia walikuwa wananipenda sana, walikuwa ni kimbilio lao. Watu wengi walikuwa wanakuja kwa ofisi kwangu, kulikuwa na foleni kubwa sana. Lakini kwa wale wahalifu nilikuwa mkali sana. Kila mtu anajua ukali wangu ulikuwa. Nilikuwa sifanyi mchezo na uhalifu. Ndio maana nilitoka salama, sijatumbuliwa mimi. Unajua? Nimetoka kwa heshima, nimeagwa kwa gwaride safi kabisa. Nimeagwa kwa heshima kubwa kabisa. Kwa hiyo haujasikia kama ndugu wengine hawataki kuja kwako kwa sababu wanakuogopa wewe ni polisi? Hata siku moja. Yaani kwangu mimi ilikuwa foleni ofisini, foleni nyumbani. Zile orders zilizokuwa polisi nazifanya kachini, rudi nyumbani. Yatenganisha hata wewe hapo ulipo. Wewe unaweza ukawa hivyo, lakini wale ambao unaishi nao wanaweza kawa wana wasiwasi. Hawana, wanajua, wanafahamu. Nishawatolea wasiwasi. Kwa sababu utamshauri vipi mtu ambaye anakuogopa? Inawezekana. Wanasema familia nyingi za walimu zinafuatwa na walimu. Polisi nyumbani, unatamani familia yako, watoto wako wafuate nyayo zako za kuwa kwenye jeshi la polisi, kuingia huko? Hapana. Wale jamaa, hata mimi kama nilivyokuambia, kazi ya polisi haikuwa ndio uchaguzi wangu. Uchaguzi wangu mimi nilikuwa nataka niwe daktari au mhasibu. Kwa hiyo watoto wangu wengi wameingia katika uhasibu, na hata kuna mwingine yuko nje ya nchi anasomea mambo ya uhasibu. Na mmoja wengine ni wafanya biashara. Kwa hiyo bwana, una watoto wangapi Kamanda Cover bwana? Ni 6 tu. Bora kama 6 tu, ni kidogo sana. Ulikuwa na mpango wa kupata kama 10 nini hivi? Kiafrika na kwa mtu kama mimi nitakiwa 15. Mungu bwana, zipo mwili unaonekana kijana. Kwa hiyo una mpango kufikisha 15? Hapa na hiyo nimekwambia mtoto wangu wa mwisho yuko tayari anamaliza chuo kikuu sasa hivi. Mwezi wa 5 anamaliza chuo kikuu. Picha kama hizi hapo ulikuwa unaongea na waandishi wa habari bila shaka. Ndio. Nyumbani kuna picha hizi za namna hii kiasi gani? Labda mtu akiingia ukutani zile zipo? Ipo moja ya ambayo ni maalum kabisa. Ambayo ni official. Iko pale nyumbani moja ambayo nimevaa zile za blue, zile number 1 dress, zile nguo maalum za zenye medali. Kama vile katika sherehe au nini zile. Hiyo moja ipo. Kuna watu ambao hawaamini jeshi la polisi. Hawaamini kwa taarifa ambazo zinatolewa. Kulikuwa na utaratibu na nafikiri mpaka sasa hivi upo kwa Dar es Salaam. Kila Ijumaa kamanda wa polisi anaongea na waandishi wa habari kutoa yale matukio ambayo yametokea kwa wiki husika. Ndio. Na mimi utaratibu huo pia ulikuwa unafanya. Sidhani kama ilikuwa ni Ijumaa ama Jumanne. Mimi ilikuwa inategemea. Ama wewe ulikuwa unategemea? Siku kuna habari naita waandishi wa habari. Sio kwamba ilikuwa ni kila siku fulani. Sasa utazielewesha sasa. Kama umekamata majambazi na silaha na nini, huwezi kungoja Ijumaa. Nikisha kwa tayari, kulikuwa na mtu wangu wa press anawapigia simu mara moja, waandishi wanakuja pale, tunamalizana, wanaondoka. Yaani mimi ilikuwa ni kama habari zipo, kwa sababu huwezi ukasema tu Ijumaa, je kama huna habari siku hiyo utawadanganya watu sasa. Kwa hiyo na nilikuwa nataka kuja hapo kwenye kudanganya. Wengi wanasema taarifa ambazo zinatolewa, labda tumekamata silaha fulani, silaha kadhaa ni zile zilikuwa zimeshakamata tangu zamani, zinarudiwa. Wao ulishawahi kudanganya, kutoa taarifa ya uongo, kusema kwamba mmekamata magunia 50. Ukiangalia press release zangu bangi, alafu kumbe mmechukua store bwana. Kwani? Hapana. Mimi press release zangu kwanza nilikuwa nazifanya kwa maandishi kwanza. Na kila silaha ilikuwa inakamata inaandikwa namba. Huwezi kudanganya. Inaandikwa namba, SMG namba fulani, shotgun namba fulani. Na hiyo iko katika press release. Sasa utadanganya vipi? Na unadanganya nini wakati uwezo nao wakamata watu? Mimi nilikuwa nakamata kama njugu. Kwa sababu gani unajua? Kwa sababu nini unajua? Mimi nilikuwa na PR kubwa sana na watu. Information kwangu zilikuwa zinakuja bure. Nilikuwa sihitaji hela ya kulipa watu, hakuna sababu. Na watu wakishajua kama wewe ni mtu wa vitendo, mara moja wanatoa taarifa, wanakuamini.
Na kwa nini jeshi la polisi kwa kanda ya Dar es Salaam imekuwa ndo mara kwa mara inatoa taarifa kwa vyombo vya habari kulinganisha na kanda nyingine ama mikoa mingine? Unajua kuna watu zaidi ya milioni 5 katika eneo moja. Hata maji yakiwa mengi katika pipa kubwa sio yanatoka mengi zaidi. Kwa wingi wa watu, wingi wa watu na wingi wa shughuli na matukio ndio unafanya na wengi pia waandishi wa habari na watu wengi tu. Tukio gani ambalo unalikumbuka lilikusumbua kidogo? Labda ambush gani hivi? Matukio makubwa ni mengi. Labda kwa Dar es Salaam tutataja moja na kwa mikoa nitataja moja. Kule Mbeya kulikuwa na ujambazi ulitokea sehemu moja inaitwa Ndio, na duka lilikuwa linaitwa Ndio. Sasa majambazi walifika pale wakapora. Katika hilo duka yule mhanga wa pale alikuwa ni mzungu, ni mama mmoja wa kizungu katika hizi katika maduka maalum. Kwa hiyo ilikuwa ni mall fulani hivi. Kwa hiyo akaiba akaondoka. Mume wake yule mama alikuwa kule juu, ndio Mr. Ndio yule. Yeye walikuwa natoka kashuti akaua mtu mmoja, jambazi mmoja na silaha. Sasa mimi nilipopata taarifa nikaenda pale. Nilikuwa ni kwa sababu mimi kama nilikwambia muda mrefu zaidi nilikuwa upande wa upelelezi. Kwa hiyo nimezoea kwenda katika matukio tu. Kwa hiyo nikaenda pale. Kumbe wale majambazi wale waliokimbia walipoona mwenzao kafa pale, walisikia uchungu sana. Nadhani mmoja alikuwa ni ndugu wa yule aliyeuawa. Kwa hiyo ikawa inamsumbua. Kwa hiyo nilipofika pale wale wakaniangalia mimi, kumbe wamejificha katika kichaka, wakaanza kunilenga mimi kunipiga risasi. Sasa mimi wao walichokosea walikoka. Ukasikia kok. Ukisikia, sisi kwa uzoefu wangu ukisikia kok unalala chini. Kwa hiyo kapigwa risasi pale nyingi sana. Wakanikosa. Kwa hiyo inabidi uwe na masikio kama ya punda usikie zaidi. Sasa baada ya hiyo tukio hilo likawa ni tukio ambalo pembeni yangu kuna askari alipigwa risasi. Ina maana ingekupata wewe. Na yule askari alipigwa risasi kwa sababu alikuwa anawaambia watu wengine lala chini. Na kulikuwa na waandishi wa habari, baadhi yao walikuwa pale. Kwa hiyo ile tukio lilikuwa ni near miss na ikaandikwa sana. Kama Ndakova anusurika kifo. Yaani iliandikwa sana, magazeti mengi sana yaliandika. Watu walifikiri labda sasa kamanda na kipindi hicho ulikuwa na cheo gani? Nilikuwa na cheo cha kamishna msaidizi. Nilikuwa RPC wa Mbeya. Lakini kwa Dar es Salaam tukio labda kwa Dar es Salaam ni lile la Stakshari kama unavyokumbuka hivi. Wale magaidi waliingia pale wakaua askari wengi, wakachukua silaha zote pale kituo cha polisi na sasa ikawa ni tukio baya sana. Hivi wale panyaroni lakini ngoja kwanza. Lakini nataka kusema kwamba ilipotokea hivyo baadaye niliwakamata wale wote na silaha zote zilipatikana na hela zilikuwa zimefukiwa chini milioni 70 kule Mkuranga. Lakini zile hela tulizoonyesha kwa uaminifu kabisa na silaha zile zote zilipatikana. Milioni 70 zilienda wapi hivi unakumbuka? Si kielelezo. Zipo kwa sasa hivi ama ni kielelezo. Panyarodi ndio waliibuka kwenye enzi zako Panyarodi unakumbuka? Lakini nilimaliza. Mara moja walisumbua kidogo huko. Mzee mpaka niambia bwana aje mpaka nilikamata mpaka 1500 walikamata. Mwisho viongozi wangu walisema usiendelee bwana. Mpaka nilimnyaka mmoja baada ya mwingine. Asira hiyo. Ni kweli kwamba walikumbuka na pigi helicopter? Of course, hiyo pia ni ajali kama ajali zingine. Ilitokea na ni tukio kubwa. Na nilisema siku ile nilipomaliza nilivyojua nikisema hiyo ni moja katika tukio ambalo lilitokeza. Lakini ndio maana nikaunda hii disaster management. Hii kama foundation. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa naokoa watu na mimi mwenyewe nikawa pia mhanga na niliokolewa siku ile. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi niko pale na naendelea na hiyo tasiri. Basi bwana, katika pita zangu sio picha yenyeshi vizuri, ilikuwa kwa mitandao ya kijamii, ilikuwa ni kuhusishwa kamanda Kova husishwa na Freemason.
sijui ilikuwa ni nini hivi, sijui ilikuwa ni una hela nyingi sana. Kwa nini ulihusishwa na skendo ya Freemason? Unajua kuna wakati nilikuwa ni maarufu kuliko mtu mwingine yoyote, labda rais kwa nchi. Unasikia bwana? Unaona hii mtazamaji, nilikuwa mtu maarufu kupindukia kiasi kwamba hata nikienda mikoani, hata nikienda na kiongozi wangu mkubwa watu wanamjui, wanamjua mimi. Umeelewa? Ile fame ilikuwa juu sana. Yaani mimi labda alikuwa mheshimiwa rais afu nikafuata mimi kwa maarufu. Kwa hiyo watu wakafikiria kama yule mtu kwa nini alikuwa maarufu kiasi hicho. Afu kwa nini anapata mafanikio kiasi hicho? Nilikuwa na mafanikio makubwa mno katika utendaji wa kazi. Katika namna ambayo hata mimi mwenyewe nikawa namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba basi ndio imetokea. Fanya kazi kwa uwezo wangu mkubwa zaidi kuliko wote. Na kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2015. Unakumbuka wakati ule, nikupe mfano. Hali jinsi ilikuwa imekaa ni kwamba ilifika mahali watu wakapata woga sana. Kwa pengine katika ule uchaguzi mambo yalikuwa mabaya, pengine hata yangetokea madhara makubwa, watu na kuna watu wengine wakawa wanafikiria kuondoka nchini kwa sababu ya ukinzani. Lakini mimi nilikuwa na market Tanzania, kwamba market Tanzania ni salama, hakuna haja ya mtu yeyote kuhama au kwenda nje ya nchi, awe Mtanzania au ya mgeni. Ikawa kila siku mimi nazungumza hivyo na nawathibitishia wananchi kwamba there's no problem. Lakini kweli mazingira yalikuwa tension ilikuwa kubwa sana. Na kweli licha ya kueleza hivyo ile ahadi, na ndicho kilichotokea. Tulifanya kila njia, uchaguzi ukaisha salama na watu wakaniamini sana baada ya hapo kupindukia. Kwa hiyo bwana, hongera sana, ulifanya kazi nzuri kwa kweli, unatakiwa hata upigiwe makofi kwa sababu kulikuwa na pande mbili za ukinzani. Uchaguzi ulikuwa na pinzani. Lakini watu ambao nawashukuru sana hakuna kama waandishi wa habari. Kwa sababu hayo nilikuwa nasema, bila waandishi wa habari watu wasingesikia. Na kuna wakati waandishi wa habari walikuwa wanafuata tu kundi kubwa kabisa, wanasema bwana hali ni mbaya mzee Koba, tuambie nini wananchi sasa. Na mimi nikawa naendelea kung'ang'ania kwamba bwana uchaguzi utaisha salama. Haya yote yanayojitokeza ni demokrasia, inatokea demokrasia ambayo imekithiri. Magnificent music. Johnny Petano. Johnny Petano. Johnny Petano. Johnny Petano. Johnny Petano. Johnny Petano. Johnny Ganga na Media Shafi.